Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika siku yetu ya 6 kwa mfululizo wa maombi kwa ufupi pamoja na neno kwa ufupi. Karibu na nifuatilia Facebook live. Karibu pia na nifuatilia YouTube. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninakushukuru mfalme wa amani kwa rehema, neema na fadhili zako ambazo umeziruhusu tena tuwe nazo katika siku ya leo ya kuendelea mfululizo na mafundisho yetu pamoja na maombi. Naomba neema yako Mungu idhihirike tena katikati yetu. Naomba kwa ajili ya watumishi wako wanaofuatilia mafundisho haya kutoka Tanzania na mikoa yake mbalimbali. Neema yako Mungu iwafikirie mahali wanapofuatilia live na wale wanaofuatilia pia YouTube. Lakini naomba Bwana pia hata wale walioko nje ya mipaka ya Tanzania, walioko Marekani, Australia, walioko Uingereza, Bwana mkono wako ulioko hapo udhihirike kwao, ukadhihirike pia walioko kule Canada. Lakini wale ambao wanashare Bwana maombi haya kwenye magrupu ya maombi, jidhihirishe ndani ya haya magrupu ya maombi, wakuone Mungu na ukajidhihirishe kwao katika mambo yote. Mungu, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu, amen. Na kukaribisha kuendelea na mfululizo. Jana tuliangalia kwa habari ya muhimu wa toba katika vita hizi kwenye kushughulikia athari ya viti vya enzi vya miungu. Tuliona muhimu wa toba. Leo nataka tuingie ndani tena zaidi, tuangalie jinsi ambavyo kiti kinamwajibisha aliyekaa juu yake pasipo maamuzi yake. Jinsi kiti kinavyomwajibisha aliyekaa juu yake pasipo maamuzi ya aliyekaa. Nguvu ya kiti kumwajibisha aliyekaa juu ya kiti pasipo maamuzi yake wala hiari yake. Tuangalie kwenye kitabu kile cha Yohana. Kitabu kile cha Yohana. Tasoma 49 na mstari wa 50. Yohana 11 mstari wa 49 na 50. Yohana 11:49 na 50 linasema hivi: mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Nitarudia. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Mstari wa 51. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Nirudie tena mstari wa 51. Na neno hilo yeye hakulitamka kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaangalia nguvu ya kiti kumwajibisha anayekaa juu yake kufanya vitu ambavyo hata havipo kwenye akili yake, hata havipo kwenye mawazo yake. Na tuliangalia kiti ni nafasi katika ulimwengu wa roho. Tunaposema kiti ni nafasi katika ulimwengu wa roho, inayotengeneza mfumo wa mambo kufanyika, inayotengeneza mfumo wa maisha, inaweza ikatengeneza mfumo wa uchumi, inaweza ikatengeneza mfumo wa ukoo mzima, inaweza ikatengeneza mfumo wa kabila au mfumo wa taifa. Kwa hiyo sasa, huyu ni kuhani mkuu kipindi cha Bwana Yesu. Amekuja kwa ajili ya kulikomboa kanisa, amekuja kufanya kazi ambayo baba yake amemwita kuifanya. Na katika kipindi kile sasa, baada ya mambo kufanya huduma yake takribani miaka 3, sasa imefika hatua kwenda msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Sasa kuhani mkuu
anatamka maneno kwenye kinywa chake, lakini kumbe kile ambacho amekitamka si nafsi yake, si mawazo yake, bali ni kwa sababu ni kuhani mkuu. Kuhani mkuu ni nafasi. Kwa hiyo nafasi ya kiti cha ukuhani mkuu, hiyo nafasi imemwezesha kufanya kitu ambacho kipo nje ya maamuzi yake, kufanya kitu ambacho kipo nje ya akili zake. Kwa hiyo kiti kinafanya kazi chenyewe pasipo maamuzi ya mtu aliyekalia kwenye kiti. Sasa kwa mfano, kama kuna kiti kwenye ukoo wako, hicho kiti kinajitegemea kufanya maamuzi yoyote pasipo hiari ya wanaukoo. Kama kuna kiti kwenye lugha yako, hicho kiti kina maamuzi ya kufanya chochote ndani ya hiyo lugha pasipo kushirikishwa wanalugha. Kama kiti kina nafasi ndani ya kabila lako, kiti cha enzi cha miungu kinaweza kikawajibisha wanaukoo pasipo hiari yao, pasipo maamuzi yao. Lakini kiti kikisimikwa kwenye taifa, ndani ya taifa, kiti kinaweza kikawajibisha taifa zima pasipo hiari ya taifa, pasipo maamuzi ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Jana Mungu amenisemesha neno moja ambalo nilistaajabia sana. Akaniambia, ninatembelea mataifa kuyaponya kupitia haya mafundisho na haya maombi. Nilistaajabu kidogo, lakini baada ya kutafakari na kuhoji sana kwamba kile ambacho tunatamka juu ya athari ya viti vya enzi kwenye taifa lako na maombi tunayofanya, Mungu anapita anaponya taifa. Lakini vile ambavyo tunapita kwenye mfumo haya maombi ya kushughulikia athari ya viti vya enzi vya miungu kwenye kabila lako, ndivyo Mungu anapita kuliponya kabila, kwamba wewe unatengwa na kabila unaponywa. Kwa hiyo kuna makabila mbalimbali Afrika yatapona kupitia maombi ambayo tunaendelea nayo, lakini kuna koo mbalimbali zitapona kupitia maombi haya, lakini kuna mataifa, watu walioko ndani ya mataifa mbalimbali wataponywa ndani ya haya mataifa kupitia maombi na kutengwa kabisa na athari ya vitu vya enzi vya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni kutia nguvu kwamba upoteze bando lako bure. Ni kutia nguvu kabisa kwamba hujakaa bure mbele ya skrini, hujakaa bure wako walioko nchi ambazo tofauti wanafuatilia YouTube kupitia kwenye TV, kwenye TV sasa zimeboreshwa. Kwa hiyo amekaa kwenye TV yake anafuatilia mafundisho haya, na kuambia hujakaa bure kwenye kiti chako kufuatilia haya mafundisho YouTube, lakini hujakaa bure kwenye gari lako. Ni kuambia Mungu amenisemesha ya kwamba mkono wake unatembea na huu jumbe kuyaponya mataifa, kuponya kabila, kuponya lugha, kuponya koo. Bwana Yesu asifiwe. Niko napata ushuhuda mmoja alikuwa tunaongea, kanipa ushuhuda mmoja, nikaona na mimi nikushuhudia, ni sehemu ya somo. Kuna familia moja pale Nigeria, walikuwa wanaolewa. Kila wanapoolewa kwenye ndoa, miaka miwili ikifika ndoa inavunjika. Katoja wa kwanza, wa pili, wakaja kadha wa kadha. Sasa akafika binti wa mwisho akasema, mimi nitapambana kwa gharama yoyote ndoa yangu isivunjike kama ndugu zangu. Na ile binti akaingia kwenye ndoa kweli, na akasema kwa uaminifu na kwa dhati na kwa upendo wote, na yule mwanamume hakuona ishara dalili yoyote kwa yule mwanamke. Lakini siku akamwambia, kwa kweli umenitendea mema yasiyotendeka, yasiyoneneka, lakini ninapokaa na wewe nahisi kama nitakufa, nahisi mauti, kwa bora tuachane. Yule mwanamume akamwacha mwanamke, wakatengana. Yule binti akaenda, yule mwanamke akaenda kwa mtumishi ambaye Mungu amempa kwa wakati huu. Akafika akapiga magoti, akaniambia, mtumishi, nachoomba nijue ndoa yangu, nitaka Bwana na Bwana kwamba ndoa yangu isivunjike, na Mungu kaniacha. Akalia sana. Yule mtumishi akamwambia, kumwambia usimbadilike mikono.
Wakamweleza, akamwambia amuulize babake, ule mgomba uliopandwa pale kuna nini ndani yake? Sasa akarudi nyumba akamwambia, baba, huu mgomba umeficha siri gani? Kitu gani kipo kwenye huu mgomba? Baba alistuka sana, akamwambia, mwanangu, umejuaje haya mambo? Umejuaje siri ambayo ni siri muhimu sana? Akamwambia, kwenye mgomba huu vitovu vyenu vyote tulivipokea kwenye huu mgomba, ndio maana tunauhudumia vizuri. Okay, akamwambia sawa. Basi akapata ule ufunuo, akamfundisha, akamwombea ili kumtoa yule mgomba. Ulikuwa ni kiti cha, kumbuka kwenye Biblia nasema kuna mashera, kuna madhabahu kwenye kona tofauti. Ule mgomba ilikuwa ni madhabahu, lakini kwa kuna kiti cha enzi cha Shetani kiliratibisha mfumo wa kuweka limit ya ndoa ishe miaka 2. Wakaenda wakaomba vizuri na mtumishi, wakasukuma maombi, wakakata na ule mgomba pale. Baada ya muda fulani yule mwanamume akarudi, ndoa ikaendelea. Baba aliposikia ilibidi asafiri masafa marefu kutoka Nigeria mpaka Amerika kwenda kuambia, mwanangu, nachoomba hii ndoa isiendelee. Alilia kwa gharama za baba, nilishafanya maamuzi. Baada ya muda karudi, hadi tukatengana tena. Baba karudi. Baba alikuwa ni bilionea, alifilisika kabisa. Kwa hiyo kulikuwa kuna kiti cha enzi kimesimikwa ndani ya familia, na kile kiti sadaka ambayo ilipewa ndoa na familia, watoto wake, kwamba wamewekewa mfumo wa ndoa kwamba limit miaka 2 wasivuke. Sasa kile kiti kiliachilia mfumo, na baba alikuwa kuhani wa kile kiti, kuhani ile miungu, na sadaka walipatana kiagano. Alipovunja masharti, watoto wamefunguliwa. Sinaposema kiti ndani ya familia ni vitu halisi. Ninaposema kiti ndani ya ukoo, nimefanya huduma zaidi ya miaka 15. Nimetembelea familia nyingi, nimetembelea koo nyingi, nimetembelea kabila nyingi, lakini nimepata nafasi ya kuwa na semina makanisa mbalimbali. Moja vitu ambavyo vimefunga sana kanisa ni vita ya viti vya enzi vya miungu. Sasa tumekuwa na mafundisho sana madhabahu, lakini sasa Mungu amenipa namna ya kuangalia kiti cha enzi kinavyoweza kuathiri. Sasa fikiri familia, wao waliona ni kawaida, wanafunga ndoa vizuri, ikifika miaka 2 ndoa imevunjika, ndoa imeisha, ndoa haipo tena. Kuna binti mwingine nilikuwa naomba naye, kanaambia mtumishi, wakati anaomba ndoa yake ilikuwa inapita mahali pagumu, akanaomba Mungu sana. Mungu akamtembelea, akamwambia, akamwonyesha ulimwengu wa roho. Akaona baadhi ya ndugu zake kwenye ukoo ambao ni makuhani wa miungu, wanasema huyu binti tulimpa ndoa bila shaka miaka 6, imekuwaje amevuka? Kama alisema kama miezi 6 au miaka 6 tunakumbuka, lakini aliwekewa limit ya ndoa kupitia kiti cha ile familia, kiti cha ule ukoo. Akashangaa binti alipambana, lakini alivuka kwa jasho la damu. Ndoa ilifikia tu ya kuisha, lakini alipambana, anapambana kushughulikia athari ya kiti cha enzi cha kwao. Bwana akamfunulia, kumshaona kitu ninakusaidia. Kwa hiyo unaweza kana mambo ni kawaida tu, unashika kwenye ndoa ni kawaida, hujaolewa ni kawaida, shimo na pigo ni kawaida, lakini maji ya mambo hayo ni athari ya viti vya enzi ndani ya familia. Nashangaa mtoto akipata kazi nzuri anakuwa kichwa na kufa, kama ameweka limit ya elimu sivuke mahali. Kwa hiyo naponena haya mambo, ujue kwamba ni vitu halisi ambavyo vipo pia kwenye maisha yako. Sasa tumeona kiti kina uwezo wa kufanya chochote ndani ya familia kama kimetoa. Jana tumeona kwamba waliofunga halali wataokoka. Kwa kumbe kuna kufungwa halali kwenye kiti. Kwa hiyo tunaposhughulikia athari ya viti vya enzi, kuna neema Mungu anayeachilia, na Mungu ameniambia usiku wa leo kwamba ninayaponya mataifa. Nini maombi yangu kwa Bwana? Uwe ni sehemu watu wanaponywa na huu ujumbe, uwe ni sehemu watu wanaponywa na haya maombi. Leo tunakwenda kuomba juu ya athari ya hukumu ya kiti cha familia. Kumbuka
Tuliona siku ya juzi kwamba kwenye kiti cha Mungu misingi yake ni hukumu na haki, ni haki na hukumu. Kwa hiyo kiti cha enzi cha miungu pia kina hukumu. Kinaweza kama hale familia walihukumiwa ndoa zisivuke miaka miwili. Kwa hiyo binti baada ya kukata rufaa kwenye mahakama, tutajifunza vitu vingi. Tunaona je, mahakama ya ulimwengu wa roho inaje kazi yake, kama napokusemesha mambo yako kwenye moyo wangu, tutajifunza namna ya kushughulikia kesi ambazo umefungwa na viti vya enzi kihukumu, jinsi ilivyohukumiwa. Kuna namna kukata rufaa na Mungu akaingilia kati na hapo akatoa. Lakini moja njia rahisi ya kukata rufaa ni toba. Mungu anasema tubuni mrejea nyakati kurudisha kwako kwake Bwana. Kwa hiyo toba inamleta Mungu mahali kuleta urejesho. Kwa hiyo tutapenda kuomba toba juu ya athari ya hukumu ya viti vya enzi. Kuhani mkuu alitamka neno akiwajibisha na nafasi ya ukuhani mkuu. Alitamka neno pasipo matunda kwenye nafsi yake. Alisema hakutamka kwa nafsi yake isipokuwa alikuwa kuhani mkuu. Sasa kwenye familia kuna makuhani pia miungu. Kuna maagano wameyafanya yametoa hukumu kwenye familia nzima. Acha tuombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu inalibariki na kulikuza jina lako katika siku nyingine ya leo ambayo Bwana umeruhusu tuwepo madhabahuni pako. Umeruhusu tena tuwe kwenye mlima wako Bwana. Asante, tumeona ya kwamba Bwana ya wako makuhani wa viti vingine kwa madhabahu. Kuna madhabahu za miungu na kuna makuhani wamekaa kwenye hivyo viti vya hayo madhabahu na wametoa hukumu kwa ajili yako. Wako ambao wamehukumiwa wasishike fedha, wakawekewa limit ya kushika pesa. Wako ambao wamewekewa magonjwa ya kwamba uko mzima na pete, lakini hukumu ya kiti. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili ya watoto wako ambao wanafuatilia maombi ya kutoka mataifa mbalimbali, kutoka Facebook na YouTube, kwenye magrupu ya maombi. Ninaomba toba, naomba rehema juu ya hukumu ya viti vya enzi kupitia makuhani wa hiyo miungu migeni. Wametamka maneno kama hukumu, wametamka maneno, wameachilia hukumu kwenye familia, wameachilia hukumu ya viti kwenye ukoo, wameachilia hukumu ya viti kwenye taifa. Baba, nasema palipobomoka Bwana, wamenipa nafasi ya ukuhani, umenunua kwa damu ya Yesu. Sasa palipobomoka mbele zako kwenye nafasi ya ukuhani na nafasi ya ufalme Bwana, nami naketi kwenye nafasi ya ukuhani katika madhabahu yako, nikileta upatanisho na patanisha familia hizi na nafsi ya kwa njia ya toba, ili damu ya Yesu ingie kazini Baba kuleta ukombozi. Inatubu je hizo familia wamewekewa ukomo wa maisha, wamewekewa ukomo wako ambao ameweka ukomo wa miaka 40, anayefika hapo anakufa. Wako wameweka ukomo wa miaka 50, anayevuka hapo anakufa. Wako wameweka ukomo kwamba watakiwa na uzalio wa kwanza. Wako wameweka ukomo wa mimba ya kwanza kutoka. Wako wameweka ukomo wa kutokuwa na elimu. Wako wameweka ukomo mbalimbali. Hukumu ya viti vya enzi imeachilia hukumu kwao, na kuna vitu wamepata athari kupitia viti vya enzi kupitia hukumu ya makuhani hizo madhabahu. Walipoketi kwenye viti vya miungu wameachilia vita. Maana kwenye joka alipewa kiti, yule joka alimpa yule mnyama kiti, alipompa kiti akamwagiza afanye vita na watakatifu, apewa uwezo juu ya taifa, lugha na jamaa na kabila. Tunajezo kiti limepewa majukumu katikati ya taifa, katikati ya koo, katikati ya jamaa, katikati ya baba ya lugha.